Leo tutaanzia aya ya 10, nazo anasema ya 10 mpaka ya 14. Hizi zinaelezea kuthibitisha kufufuliwa, kwamba tutaishi, tutakufa na tutafufuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kidogo tutaona matokeo na hali ya waliokataa wito wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiufupi, makafiri watakuwa na hali gani? Sawa? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Ndio Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana abasarna wa sam'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasitnakum wa dhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Baada Mwenyezi Mungu kutuonyesha uwezo wake jana katika vipengele kwamba yeye Mungu ndio ameumba mbingu na ardhi na vilivyomo humo, sawa sawa, na yeye Mungu ndio anaendesha mambo ya duniani, mbinguni na ardhini, kisha yanapanda kwake, sawa. Na yeye Mungu ndio mjuzi wa ghaib na mambo ya dhahiri, na yeye Mwenyezi Mungu ndio aliyeumba kila kitu akakifanya vizuri, kisha akaanza kumuumba mwanadamu kwa udongo, kisha akaufanya kizazi chake kutokana na manii, kisha akamuumba sawa sawa, akampa masikio, macho na akili, sawa. Leo anasema baada ya yote hayo mushriki wa Maka wamekubali kwamba hayo kayafanya nani? Mwenyezi Mungu. Kaumba mbingu na ardhi, yeye ndo anaendesha mambo, yeye ndo kadumba sisi, yeye ndo katupa masikio, katupa macho, katupa akili, yeye kadha wa kadha wa kadha. Lakini mushkeli wao ikawa kwamba hivi tukifa tutafufuliwa. Sawa, tumekubali hayo mengine yote. Tatizo likaja kwenye
kufufuliwa na kulipwa. Tumeelewana eh? Tuulizane, ni tatizo si tatizo hilo? Sasa aya za leo zinaanzisha kwamba hilo sio tatizo bwana. Tumeelewana? Hilo sio, kwa Mungu hakuna kubwa. Alafu kukirudisha kitu ni rahisi kuliko kukianza. Kuanza kitu ni ndo kazi. Kitu hakikuwepo kisha ukakivumbua kikawepo, huko ndo kwenye kazi. Lakini kilikuwepo alafu kikawa nini ukakirudisha tena, ni rahisi sana. Leo katika darasa yetu ya Kariakoo mchana tumesoma habari ya Zakaria. Umeelewa? Alif Kaf ya Ain Sad dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su shayba. Sawa? Akafikia pala akasema nipe mtoto atakayenirithi kadha wa kadha. Mwenyezi Mungu akamwambia utampata mtoto. Akasema nampataje mtoto, nishazeeka na mke wangu ni tasa. Akamwambia jambo dogo, mimi nilikuumba wewe ukuwepo. Wewe si nishaanza kukuumba na ukuwepo. Sasa kwa nini ukushangaa kwamba niliweza kukuumba ukuwepo? Huwa alayya hayy, ni jambo jepesi kwangu ukuwepo nikakuumba. Kwa hiyo nitashindwa kukupa mtoto wakati ushakuwepo. Nitakupa mtoto na jina lake anaitwa Yahya, atakurithi wewe na atawarithi wazee wako. Tumswalie Mtume Muhammad. Kwa hiyo miongoni mwa picha na sura kama hiyo ndio aya tunazotaka kuzisoma leo kiufupi. Waqalu, na walisema, aidha walalna fil ardi, hivi tutakapopotea ardhini baada ya kufa. Tutakapopotea ardhini baada ya kufa. Mtu akifa anazikwa ardhini, kisha anaoza, akishaoza anakauka, akishakauka anachakafuka. Mbona hizo ngazi za? Unatiwa ardhini na maji yako, alafu unavimba, unaoza. Ila wale wachache ambao Mwenyezi Mungu amewakitari, kuna watu wanaingia ardhini, ardhi haiwatafuni, hawaozi, hawafanyi chochote, wanakuwa kama wamezikwa leo, hata wakikaa miaka 100. Mungu atujalie katika hao. Lakini kuna wengine kabla hawajazikwa washaoza. Jamaa, haya tutaharibikiwa jamani, twendeni tukazike, tutaharibikiwa. Tunabadilisha lugha, tunaleta tafsida. Manake ataoza na kipindi kama hiki cha joto. Lakini kuna watu Mwenyezi Mungu unafika wakati wake anawarudisha kwao, akishatoa roho zile nyama zao haziozi, zitakauka tu. Na kuna wengine wamekutwa hata yale maji ya kuosha hayajakauka na sanda yake bado mbichi, na kakaa miaka 30 kaburini. Salim bin Muhammad. Hilo linawezekana, na analoliweza hilo nani? Ni wewe kumtii Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukiishi anavyotaka Mungu, ardhi haikutafuni. Ardhi hii, ardhi haimli mpenzi wa Mungu, inamwogopa, haimli, itamuhifadhi vizuri. Sasa Mwenyezi Mungu ajalie katika hapa.
kuoza nako sio kuzuri. Hawa wanasema tutakapopotea ardhini, maana yake tutakapokufa tukaoza, baada ya kuoza tutakauka, baada ya kukauka inakuja nafasi ya kuchakafuka, inaitwa ramu. Aliyochakafuka anaitwa ramimi, unga tena, yeye na mifupa yake na nyama zake, mwisho unachanganyika na mchanga, yeye na mchanga. Na mwanadamu akifa anakufa mpaka mfupa unachakafuka. Man yuhyi al-'idhama wa hiya ramimu. Mwanadamu anaoza wote, isipokuwa kuna baki kitu kinaitwa ajibu dhanab, ajibu adhanab. Wenyewe masheke wanakiita kifupa cha mkukunye. Kifupa, kuna mfupa mmoja wa kiuno huwa uozi, ni kama kijikia hivi, alafu juu kina kirungu. Yule mwanadamu kile kirungu kile cha kwenye kiuno akiona, lakini yeye wote anakwisha mpaka fuvu lake, mpaka mifupa miundi, lakini kile Mungu amekiumba kigumu sana, kile kinabaki milele. Tumeelewana? Inabaki ndio kama mbegu. Siku ya kiyama mtu anaanza kuota kuanzia ajibu dhanab, anaanzia pale. Nenda katika makaburi yako utakuta inaitwa ajibu adhanab, mfupa wa mkukunye. Katika lile jembe la kiuno la mwanadamu ndani kuna kimkia chenye kirungu. Waliosoma mambo ya biology hapa wanajua. Haya, kwa hiyo hawa wanauliza, wa idha dhalalna, tutakapopotea, fil ardi, ardhini, baada ya kufa. Wanaleta istifham ya istighrab wa taajjub. A inna la fi khalqin jadid, hivi kweli sisi tutarudi katika umbile jipya? A inna la fi khalqin jadid, hivi kweli sisi tutarudi tena katika umbile jipya? Balhum, bali wao, biliqai rabbihim kafirun, ni wenye kukanusha kukutana tena na Mola wao. Makafiri wanapinga mkutano tena na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anaendelea kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, wajibu hao, qul, wajibu, yatawaffakum malakul maut, atawafisha malaika wa kifo, alladhi wukila bikum, ambaye amewakilishwa kwenu kuwaua, thumma, kisha, ila rabbikum turjaun, kwa Mola wenu tu mtarudishwa. Tumeelewana? Qul, wajibu, wasiwe na wasiwasi, kwa fi'lu mudhari, yatawaffakum, atawafisha, malakul maut, Israili, malaika wa kifo, atakuja one day. Yes, Wazaramu wanamuita Mwarabu, atakuja Mwarabu, atawafisha, alladhi wukila bikum, ambaye amewakilishwa kwenu kwa ajili hiyo tu, huwa atakuja. Thumma, kisha, ila rabbikum turjaun, kwa Mola wenu tu mtarudishwa. Tumeelewana? Na mnarudi kama mlivyokuwa. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Mungu anasema bala,
qadirina ala an nusawwiya bana. Wacha kurudi nyinyi tu, mtarudi mpaka kuna hizi zetu. Hizi zinaitwa nini? Finger print. Kiarabu zinaitwa banani. Zinaitwa banani hizi. Unarudi, maana Mungu anakuelezea sayansi. Nyie mnaona mzungu ndo amegundua mambo ya finger print. Ni Mungu anatoa siri hapa. Utarudi na kila kitu chako, mpaka na hizi alama zako za vidole hizi, kwa sababu hizi hazirudii kwa mtu mara mbili, labda baada ya miaka 36,000 ndo anazaliwa mtu mwingine anakuja na fingerprint zake. Baada ya miaka 36,000. Nani mwenye miaka 1,000? Miaka 1,000. Kwa hiyo tangu milenia hii imeanza hajarudia mtu hizi mwaka 1,000 miaka twende hiyo yenu nyie 1,900 au 2,000 na anakuja mtu baada ya miaka 36 na fingerprint zake. Kumbe ndio kwanza mna miaka 2,000. Mungu anasema wacha wewe kurudi na macho yako na libichwa lako hilo kubwa kubwa, tutakurudisha na hizo fingerprint zako. Msalini Mtume Muhammad. Manake kila kitu chako kinakuja vile kilivyokuwa. Bala qadirina ala an nusawwiya, yani ile michoro ambayo kwamba imechora, unajua zipo kazi, Mungu anakwambia narudisha vile vile. Wakalu, na wakasema, aidha dhalalna, tutakapopotea, fil ardi, ardhini, katika makaburi yetu, aidna la fi khalqin jadidi, hivi sisi tutarudishwa katika umbile jipya. Bal hiya mshangao, bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Wanachekesha sana hawa, wanakanusha mkutano na Mola wao. Qul, waambie, yatawaffakum malakul mauti, atawafisheni malaika wa kifo, ndo mzee Jibril aka Mwarabu, alladhi wukila bikum, ambaye amewakilishwa kwenu kwa kazi hiyo. Thumma ila rabbikum turjauna, kisha kwa Mola wenu mtarudishwa. Mimi nazipenda aya hizi. Hakuna thumma ila rabbikum tarjiuna, amna tar kwamba mtarudi, zote mtarudishwa. Wattaqu yawman turjauna fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo mtarudishwa. Thumma ila rabbikum turjaun, ziko hivyo tu, mughayyaru sigha, mabniyu lil majhuli, amna mabniyu lil fa'il. Umeelewa maana yake nini? Hakuna mtu anayerudi mwenyewe, ni kurudishwa. Tumekaa na mipango yako mwenyewe, kesho umepanga sisi ndo utafuturu Ikulu, leo inakutambelea inna lillahi. Juzi dadangu Bi Fatuma, Mungu amrahamu, tumemzika Jumatatu juzi, siku 5 nyuma hivi au 4, maki ilikuwa Jumatano hivi, tulikuwa tunamzika ndugu yetu mwingine kumuita Billahi baba, jirani yangu pale, nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu anakaa. Allahu Akbar. Ramadhani 28 au 29 kama hivi, Shaban 28 au 29 Shaban.
Nimetoka darasani, nimeenda kuzika pale, nimehudhuria watu wanakwenda makaburini, mimi nikaenda hospitali. Sasa wakati natoka nimekutana na marehemu Bi Fatma, kanikimbilia, alikaa barazani kwangu, akaniambia kaka, unitaki? Nikamwambia nakutaka sana dadangu. Akalalamika kidogo, nikamwambia nina mambo mengi siku hizi, lakini inshallah Jumatatu njoo ofisini tutaongea. Kumbe ndio Jumatatu nilomzika. Wattaqu yawman thumma ila rabbikum turjaun. Yani hapa tumekaa tunasubiri kama vile unavyoitwa katika meza ya mnuso, kwamba usiinuke mpaka zamu yako, mpaka wahudumu wakufate. Kwa hiyo kaa ujitayarishe kuitwa na kurudishwa siku hii, karhan wa kurhan. Ikifika twenzetu, hamna mjadala, sawa? Ya ayyuhalladhina amanu, kasema maneno mengi bana, sitaki. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa anfiqu mimma razaqakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Mona wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Toeni tulivyowapa kabla hajamfika mmoja wenu mauti. Kumbe kifo ndio kinafanya kinakujia wewe ukienda hivi. Na wenyewe wanakwambia mauti na sisi ni kama mtu na kibaka. Yani wewe uko mbele, kibaka anakuvizia, anakulia timing wapi atakupiga ngeta. Unajua ngeta? Kabali. Atakurukia wapi? Kwamba labda hapa si. Hapa si. Wewe mwenyewe una wasiwasi, umekaa unafundisha kama kumbe mauti yangu yako hapa nyuma yangu sasa. Mimi nasomesha. Wewe ulokaa unanisikiliza, mauti yako yako nyuma hapo. Ingekuwa ni kitu cha kushika hivi na kamata. Mwenyewe una wasiwasi. Sawa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin karibin fa asaddaq. Mungu nirudishe muda mfupi nikatoe sadaka, wa akum minas salihin. Mungu anasema hivi, wala yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Mungu haicheleweshi nafsi yoyote ukifika wakati wake. Upewi hata dakika 5. Upewi nyingi sana dakika 5. Sekunde upewi. Masala yale ya mpirani ya kusimama mtu na lile extra bao la time lile. Extra time. Alafu ndio zimepigwa 10, sasa dakika 10. Yule alofungwa dakika 10 anaona ndogo, alioshinda dakika 10 nyingi kaonewa. Huko hamna hata sekunde. Wama amruna illa kalamhin bil basar. Mungu anasema wama amruna illa kalamhin bil basar. Jambo letu la kifo ni kama kupepesa jicho, ushakufa. Umeelewa kera? Yani ile au tumeelewa na vizuri. Malaika yule ndo kazi yake, hataki kuchezea. Sawa? Kul waambie yatawaffakum malakul mauti, atawaua mfalme ni malaika wa kifo, alladhi wukila bikum, ambaye amewakilishwa kwenu. Kazi yake ni hiyo tu, kutoa roho. Thumma ila rabbikum turjaun, kisha mtarudishwa kwa Mola wenu.
Sehemu nyingine Mungu anasema fa idha jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wala yastaqdiruna. Ukifika muda wao hawaongezewi wala hawapunguziwi. Mungu akisema dakika zako 60, hamna 60 na sekunde, haiji. Kisha baada ya kusema mambo hayo, anazungumza huko sasa watu waliokanusha kifo wakaishi ovyo ovyo, au hawajakikanusha kifo lakini waliishi wanavyotaka wao. Mafungu mawili, sawa? Kuna ummatul da'wa wa ummatul ijaba. Ummatul da'wa wa ummatul ijaba. Katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna mafungu mawili, kuna ummatul da'wa na ummatul ijaba. Ummatul da'wa mpaka hawa Wakristo wanaingia, kwa sababu tunatakiwa tuwape da'wa, tuwalinganie. Ummatul ijaba ndio sisi. Sasa sisi kuna kundi pia ndani. Kuna watu wamekubali kwamba kipo kifo lakini hawaswali. Kipo kifo hawafungi. Hivi Ramadhani ipo, wao wako na mambo yao, wanakula. Wanakubali kifo kipo lakini wanaishi watakavyo wao. Hawaangalii mipaka ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Wanakula rushwa, wanakula riba, wanacheza kamari, wanabeti. Mtihani mkubwa huo sasa hivi, kubeti. Watu wamebeti mpaka wanabeti shehe atakavaa koti rangi gani. Amnisikii? Sasa hivi mtihani mkubwa, kila nyumba ina kibanda cha kubeti, kila nguo ina kibanda, ina andiko la kubeti, kila ujumbe unaokuja kwenye simu, wa kwanza, wa pili, wa tatu, kubeti. Kamari, pombe, maramli yao, yani ni vitu vya kawaida tu. Lakini ukimwambia wewe dini gani, anakwambia mimi Muislamu, lakini kwa kula riba hana mfano. Mimi dini gani? Mimi Muislamu. Acha, ana mikeka hapo, kakaa anasikiza darasa, mfukoni ana mkeka, watatunzuka. Jisachi, unachanikia wapi mkeka? Anafuturu lakini ana mkeka wake kiunoni. Tusemeni wote inna lillahi. Amegeuza yale maasi yote, ameyapa jina zuri, anaita starehe, lakini Muislamu. Analewa, anazini. Mungu anakusanya wote siku ya kiyama, anasema hivi: walau tara idhil mujrimuna nakisu ruhusihim inda rabbihim, lau utakavyowaona almujrimuna, waovu, upande wa da'wa na ijaba, nakisu ruhusihim, walivyoviinamisha vichwa vyao kwa fedheha, inda rabbihim, mbele ya Mola wao, wanasemaje? Rabbana, Bwana wetu mlezi, absarna, tushaona, wasami'na, na tushasikia, tunakuomba farji'na, turudishe duniani, na'mal salihan, tukafanye mema, inna muqinuna, hakika sasa sisi tuna yakini. Wanalisema hilo neno siku hiyo, too late. Darasa yetu ya jana ile, tumekupeni masikio, tukakupeni na macho, tukakupeni na akili. Leo wanarudi hapo, walau tara idhil mujrimuna nakisu ruhusihim, pindi utakapoona ini lau, ukiwaona waovu
siku hiyo. Na kisuruusihim, wameinamisha vichwa vyao kwa fedheha, inda rabbihim, mbele ya Mola wao, wanapaza sauti kwa kusema rabbana absarna, Mola wetu tushaona wenyewe leo kwa macho yetu, wasami'na, na tushasikia waziwazi hapa, farjihna, tunakuomba turudishe, na'mal salihan, tukafanye mema, inna muqinuna, hakika sisi ni wenye yakini. Sasa Mungu anasema kitu hicho hakuna, kitu hicho hakuna. Kuna sura nyingine anajibu, tukisoma mbele tutaona Mungu anasema awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum nadhir, awalam nu'ammirkum, kwani hatujakupeni umri, hatujakupeni maisha ambayo yatadhakkaru fihi man tadhakkar, yanamwezesha kukumbuka mwenye kutaka kukumbuka. Tulikupeni maisha, miaka 60 umeishi duniani, na isitoshe wajaakum nadhir, akakujieni muonyaji, mtume baada mtume, wakaja mashehe baada ya mashehe, akaja walidi juu ya kiti pale, unakwambia mimi kurudishe, kaa hapo, vua mkanda, subiri. Jamani, wakati ndo Allah. Mungu anasema awala nu'ammirkum, kwani hatujakupeni umri gani? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, ambao unamwezesha kukumbuka mwenye kutaka kukumbuka. Na isitoshe sio muda tu, wajaakumun nadhir, na mitume ikawajia na mashehe yakawajia, wakakuelezeni, wakasoma aya na hadithi, mkaanza kuzitafutia uswahihi na udhaifu. Hadithi hiyo dhaifu kapokea nani? Katika ukumbi wa dhaifu na sahihi, kwenye hadithi inayoelezea fadhaili hauingii. Hadithi inayoelezea fadhaili, ugomvi wa udhaifu, unasomewa hadithi na kwambia ukifanya hivi unapata hivi, wewe fanya. Ukifanya hivi unapata hivi, maadamu ni hadithi fanya, kwa kuogopa siku hii. Kwa hiyo unakiambia hiyo lete dhaifu, hiyo dhaifu mtu, wewe dhaifu nini wewe? Kuna kimbembe huko mbele kinakuja, lugha hiyo mnaijua jamani, siku hiyo ipo, atutishani kwa sababu tunanukuu mwenye Mungu, sawa? Ndio maneno yake. Twende, walau shi'na, Mwenyezi Mungu anasema lau tungetaka, la ataina kulla nafsin huda, tungempa kila nafsi uongofu wake, ikawa kama malaika, sawa? Tungelipenda basi tungekufanyeni malaika. Kila mtu afanye anavyo, manake huwezi hata kuasi, huwezi hata kufanyaje, yani unakwenda remoted kama malaika. Mungu amemuumba malaika, akatuumba na sisi na majini, sawa sawa, na akawaumba wanyama. Tofauti yetu sisi na malaika, sisi Mwenyezi Mungu ametupa kitu kinaitwa kasbu, kuchuma, tunaweza kujichumia. Malaika hana uwezo wa kujichumia, ndio ile inaitwa al-ikhtiyar. Mnanielewa vizuri? Ukitaka kufanya jema unafanya, ukitaka kufanya zuri ndio hiyo. La nukallifu nafsan illa usaha laha ma kasabat alaiha al-kasbu. Mwanadamu kaumbwa hivyo. Malaika hana kasbu ya upande mwingine, upande wake ni kufanya tu. Wayafaluna, Mungu anasema tungetaka tungekufanyeni kama malaika, lakini hapana, sisi tumekupeni nyie kasbu, kuchuma, sawa? Ndio tukakupeni nafsi. Sasa ubaya wa hii nafsi hii, imeumbiwa kupenda maovu.
imeumbiwa. Nafsi ya mwanadamu inapenda kufanya yaliyokatazwa. Al-insanu harisun lima munia. Sasa wewe nenda kashindane na nafsi yako uikataze. Wa khalifin nafsa wa shaytana wa'fihima wa inhuma mahadhaka nusha fattahimi la ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratu bisu'i. Mungu anasema maneno hayo, nenda kashindane na nafsi yako. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba pepo na moto, kisha pepo akaizungushia magumu, machungu, makarihi yasiyopendwa na nafsi, kisha moto akauzungushia yanayopendwa na nini? Na nafsi. Upande wa kulia huku kuna pepo, kushoto kuna moto. Huku kulia huku kuna machungu, kushoto kuna matamu. Kwa hiyo nafsi inapenda nini? Matamu. Nenda kaikataze haya matamu ya kupita hapa duniani, uingie machungu ya kupita duniani, ili ukapate matamu ya milele yasiyokwisha. Tusemeni inshallah. Kwani nini kufunga siku 29 mpaka 30 tu? Kufunga jambo gani unaliona je? Tamu baya kibinadamu kufunga, kukaa na njaa. Funga uingie peponi. Kuacha mpira kuangalia na kuja kusimama kuswali gani kitamu? Kuangalia mpira na kuja kuswali kitu gani kitamu? Kuangalia mpira, unaona dana kanzu nini, sawa, acha njoo uswali. Tumeelewana vizuri? Na mfano wa haya. Sasa nafsi yako siku zote inakupeleka katika matamu, itizame inakupeleka kubaya. Umeelewa vizuri? Mungu anasema ningetaka ningekufanyeni na nyewe malaika, lakini nisingewalipa. Mimi nataka niwalipe kwa kuona uchungu. Raha ya malipo ni yale uliyofanyia kazi. Piga zege, unapiga zege jioni, unachukua buku lako unasema yes, mwanamume shabashi. Au unataka upewe tu bure, umekaa tu mtoto wa kiume. Mmenielewa vizuri? Yaani umekaa tu hapo ulipokaa upewe hela. Nenda kapambane, ndio mwanamume. Kwa hiyo pambana hapa ili upate pepo. Ala inna sil'ata Allahi hiya aljanna, akasema sil'atu Allahi al-ghaliya, bidhaa ya Mwenyezi Mungu ni ghali, nenda kanunue. Hamna kuingia pepo kila line. Anasema la nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin, tutakupeni mitihani mpaka tumjue mwenye kusubiri na tumjue mwenye kujitahidi na mwenye kusubiri. Wewe unaonaje Mungu anakutaka akuone katika mashabani? Au unataka unaingia peponi mwenyewe? Karibu peponi bwana. Unaingia peponi na manundu na kandunda. Bela. Damu unaingia peponi. Sasa hivi hatutaki kuminywa hata kidogo. Wewe bwana, mtoto wa kiume bwana. Utaki hata kuguswa. Wewe bwana Zakaria. Utaki hata? Yaani umeumwa kidogo unaamka sio mimi leo, mimi siona hivi naarisha mimi. Bwana, siri yako bwana. Jikaze kidogo. Ukiumwa kelele, ukiuguliwa kelele, ukikosa hela kelele, ukifukuzwa kazi kelele, ukifukuzwa katika nyumba una kodi kelele. Sasa wewe mtu gani usiguswe? Leo tumetengenezwa hivyo, basi mtu utaki, unataka starehe tu. Mungu anasema hicho kitu umesikitaka. Nimekupa roho yangu bure, macho yangu bure, miguu, mikono, pumzi, utumbo, kila kitu, nisikuguse basi. Huna karama hata ya kitu. Zakaria, tizama ndevu zako ziko vizuri hizo. Umezilipia wapi? Lazima tuone karama ya ndevu.
usujudu, tabu, fanyeje mpaka peponi. Ndio Mungu anataka hivyo. Leo nakupeni falsafa yake. Hamna kuingia peponi tu. Ya, uko peponi haina raha pepo hiyo. Si harusi bwana. Tumsalim Mtume Muhammad. Mungu anasema walau shi'na la ataina kulla nafsin huda. Lau tungependa kila nafsi tungeipa uongofu wake, lakini anasema hapana, lakini haqqal qawlu minni, umethibiti maneno yangu, la amla anna jahannama, nitaijaza jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, katika majini na watu wote. Kama kuna moto pia nimeuumba, una haja ya kula. Kwa hiyo hamna kutoa mtu huda hivi au fanyie kazi ili aukwepe moto. Kwa nenda kapambane, kama unavyopambana kuikimbia njaa, basi pambana zaidi kukimbia moto wa jahannam. Tusemeni inshallah. Yani juhudi yako kubwa ujue huko kuna moto umeumbwa na Mungu anasema nitaujaza. Sasa usiwe katika kundi la kujaza moto. Jiweke katika kundi la kwenda peponi. Mwenyezi Mungu ajalie katika hao. Kwa sababu amekupa kitu kinaitwa al-kasbu. Nenda kachume ya kukupeleka peponi. Sasa ukishaingia watu motoni wanaambiwa fadhuku bima nasitum, onjeni kwa sababu ya kusahau kwenu likaa yaumikum hadha, mkutano wenu wa siku hii ya leo. Bima baru sababia fadhuku, onjeni adhabu ya moto, bima nasitum, kwa sababu ya kusahau kwenu likaa yaumikum hadha, mkutano wenu huu wa siku ya leo, siku ya kiyama. Inna na